Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Kibiashara Zaidi. Nami ni John Lawrence Rupokela. Ni utaratibu ambao tuko nao tukiangaza masuala ya biashara, fursa mbalimbali tukipatiana hapa, lakini vile vile ukipata kufahamu uchambuzi wa kutosha wa biashara zetu, lakini pia fursa hizo, na vile vile tukiwaalika wachambuzi, ukiwashuhudia mamlaka mbalimbali wakizungumza nasi juu ya masuala hayo. Sasa leo hii tunakwenda kidogo na wataalam tupate darasa na tufahamu hasa kwetu sisi wafanyabiashara mambo yako kwa namna gani, na leo hii nitawagusa kwa rafiki zangu SME. Sasa kwa mujibu wa takwimu tunaambiwa kwamba zaidi ya 70% ya biashara ndogo Tanzania zinafanya kazi bila kurasimishwa kikamilifu. Ukiachana biashara ndogo, ripoti mbalimbali za utafiti wa biashara ambazo zinaonyesha kwamba takriban 72% ya SMEs nchini Tanzania ziko sekta isiyo rasmi, informal sector. Hii bana ikiwa na maanisha kwamba biashara nyingi hazijasajiliwa, lakini pia hazina kufuata taratibu muhimu kabisa na mifumo rasmi ya kitaifa. Na ukiacha hivyo pia unaambiwa Tanzania ina zaidi ya biashara SMEs milioni 5. Sawa bana, ziko kwa namna hiyo, lakini takwimu hizi zinatuambia 35% ya GDP zinachangiwa na SMEs, wakati zaidi ya 50% ya ajira nchini SMEs zimekuwa zikichangia vile vile. Sasa hii sio kwa mujibu wangu, hii ni kwa mujibu wa nani? Ngoja nikwambie. Watu wamekaa, wamefanya tafiti, wameona kabisa haya ambayo ninayokueleza. Hii ni kwa mujibu wa tafiti ambazo zimefanywa na Tanzania Investment TICGL. Yes, wale wa ushauri wa masuala ya biashara TICGL, ambao wenyewe wamefanya tafiti na kusema kwamba 72% ya SMEs Tanzania ziko sekta isiyo rasmi. Lakini pia kuna tafiti nyingine ambazo zimefanywa, kwa mfano Tanzania Investment imeonyesha kwamba SMEs ni zaidi ya 90% ya biashara nchini Tanzania, na zenyewe zinatoa ajira kwa zaidi ya watu milioni 5 na zinachangia 27 mpaka 35% ya pato la taifa. Umeona hapo? Kuna asilimia kadhaa, lakini la msingi ambao tunataka kulizungumza ni hili la kuonekana kwamba hazijarasimishwa, kwa sababu ukienda kwenye takwimu ya chemba ya wanawake nchini Tanzania imeeleza kwamba wafanyabiashara wengi wanakosa kuwa na leseni, TIN na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakisema hivyo kwa mujibu wa utafiti ambao waliofanya. Sasa hizi ni baadhi tu ya tafiti mbalimbali ambazo zilifanywa kwa rafiki zangu SMEs nchini Tanzania. Sasa nikasema wako wataalamu ambao wamekuwa wakitoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala kurasimisha biashara na vitu kama hivyo. Sasa leo hii nimemwalika hapa mtaalamu ambaye tunakwenda kuzungumza naye kuhusiana na swala zima. Mada yetu, faida za kurasimisha biashara kwa watu binafsi na taasisi. Na hapa tunaungana na mtaalamu Mr. Winston Justin. Huu ni mshauri wa masuala ya biashara. Nimekuwa nikikuona mtandaoni vile ambavyo umekuwa ukitengeneza content mbalimbali, lakini pia ukishauri kuhusiana na biashara, na nimeona wafuasi wengi sana wamekuwa wakikufuata katika yale ambayo umekuwa ukizungumza. Karibu sana. Na kwa kuanza pengine tu kabla kuangalia faida, sijui athari na vitu kama hivyo, kwa mtazamo wako, wewe umekuwa ukishauri wafanyabiashara, umekuwa ukikutana nao, unafikiri kwa nini wafanyabiashara wengi hasa SMEs hawa na taasisi pengine wanashindwa ama hawaingii kwenye swala zima la urasimishaji? Labda nianze na hii uliosema, unayouliza urasimishaji ni nini, kabla hatujauliza kwamba kwa nini watu labda wengine hawarasimishi biashara zao. Rasimisha inatokana na neno rasmi. Kwa hiyo yani kitu unakifanya kiwe rasmi. Kwa hiyo kurasimisha ni kuifanya biashara iwe rasmi kisheria, kwamba mtu atasajili, atakuwa na TIN namba, kama labda ana partnership atakuwa amesajili BRELA,
au atasajili jina lake la biashara au atasajili kampuni, alafu atakuwa na leseni ya biashara. Kwa hiyo baada ya hizo nyaraka zote kuwa nazo, tunasema huyu mtu amerasimisha biashara yake. Sasa swali jingine umeuliza ni kwamba kwa nini labda unafikiri watu wengine wanashindwa kurasimisha biashara zao. Ninafikiri kwamba kwa sababu mimi pia ni mtafiti, lakini pia huwa ninapenda kufuatilia taarifa, kwa sababu taarifa haziko mbinguni, ziko hapa kwenye mitaa yetu. Wengi sana wanafikiri pindi atakaporasimisha biashara yake, yaani kuna dhana potofu kwamba atakaporasimisha biashara yake atakutana na matatizo. Mtu anakuambia sasa nitaanza kukumbana na watu wa manispaa, nitaanza kukumbana na watu wa TRA. Lakini sasa hiyo ni dhana, mimi kwa uelewa wangu ni dhana potofu, kwa sababu kama ambavyo tutakuja kuona kwamba kuna faida nyingi za kurasimisha biashara kuliko hizi za kutokurasimisha. Kwa sababu kwanza kutokurasimisha tunaweza kusema tunakosesha serikali na mamlaka nyingine mapato, ambayo sasa mapato hayo ndio yanaturudia kwenye barabara, kwenye afya, maji na kadhalika. Kuna makundi ulia categorize, ni yapi hayo kwenye SMEs? Tunaposema SMEs, kwanza tunasema ni small and medium enterprises. Yani hizi biashara tunakuwa tunasema biashara ndogo na biashara za kati. Sasa hizi biashara ndogo na biashara za kati zinaweza zikawa zinafanywa moja na mtu binafsi au partnership, watu wamejiunga wawili watatu, kampuni au vikundi, mfano vikundi vya ujasiriamali. Sawa. Sasa nilikuwa nafuatilia takwimu, wanatuambia zaidi ya 70% ya biashara Tanzania ziko sekta isiyo rasmi. Pengine hii inaweza kuleta picha gani kwenye masuala ya kiuchumi na biashara zetu, kwamba zaidi ya hizo ziko hivyo, kabla kwenda kwenye zile nondo zenye ambazo nataka kutupitisha hasa? Tafsiri yake ni kwamba biashara nyingi hazijarasimishwa. Ndio, na kwa sababu hazijarasimishwa inaweza kuleta kuna athari kwa upande mbili. Kuna athari kwa mamlaka na kuna athari kwa mtu au taasisi ambayo haijarasimishwa. Kwa sababu mfano wa athari kwa serikali au mamlaka, mfano kama halmashauri, zitakosa kukusanya mapato. Lakini kwa huyu mtu binafsi kuna huduma nyingine hawezi kuzipata kwa sababu biashara yake haitambuliwi. Kwa sababu tumeona hizi tafiti zinatuonyesha haya ambayo nimeyataja kwa namna moja ama nyingine. Sasa natamani tufahamu umuhimu uko wapi, kwa sababu hizi takwimu wanasema number don't lie, sio kama hazidanganyi. Hebu tuwaambie SMEs sasa hivi umuhimu wa kurasimisha uko wapi na faida zake kiujumla, niziweke hapo. Nimekupa huo muda. Okay, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Na labda kwa Watanzania wanaotufuatilia sasa, ni vizuri tuwashukuru East Africa Radio kwa kuandaa vipindi hivi ambavyo vinatoa vya biashara kwa ajili ya watu kupata elimu, kwa sababu wanasema taarifa, kwa Kiingereza wanasema information is power. Kama una taarifa unakuwa na uwezo wa kuweza kuamua na kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Labda sasa twende kwamba faida au umuhimu wa kurasimisha biashara. Kwanza, moja ni kutambulika. Tunataka hizi huduma zako zitambulike kisheria au zitambuliwe na mamlaka. Mfano, mtu akipata namba ya mlipa kodi anakuwa anatambulika na mamlaka ya kodi Tanzania, yani TRA. Ukipata leseni yako ya biashara, labda imetoka manispaa ya Kinondoni, manispaa yoyote uliopo, unatambulika na manispaa ile kwamba wewe ni mfanyabiashara unayefanya biashara ya aina fulani. Na labda ukisajili BRELA, wewe unatambulika kwamba labda umesajili jina la biashara au umesajili partnership au umesajili kampuni. Kwa hiyo wewe unakuwa unatambulika kisheria. Kwa hiyo faida ya kwanza inakufanya utambulike kisheria. Kwa mfano, kuna watu wanakuta
wana majina. Kuna majina mtu anajiita jina la biashara. Labda nitoe tu mfano na labda watu waje kujua umuhimu wake. Anaweza tu akajiita, mimi nikajiita Winston Traders Company. Sio. Nikafanya biashara nzuri na watu wakanielewa. Lakini kuna mjanja mmoja akaingia kwenye mfumo wa BRELA, akakuta lile jina ninalo, yani trading name ninalotumia kufanya biashara halijasajiliwa. Yule mtu anaweza kwenda kulisajili lile jina na baada ya muda akaenda kunishtaki. Akakushtaki wewe. Akanishtaki. Japokuwa mimi ninaitwa, inawezekana ukawa ni jina lako na umeanza muda mrefu. Lakini yeye amesearch, ameona bwana hii chuma hamna, anaenda zake kusajili afa anakushtaki wewe sasa. Yes. Na ilishawahi kutokea. Yaani kwa sababu wajanja wengi wa mjini sasa hizi wanaiba kwa akili. Kwa hiyo anapita tu anaiangalia, anaisajili. Na kwa sababu anayo, ukisajili unapewa, mfano ukisajili jina la biashara unapewa hati ya usajili. Kwa hiyo yeye atakuwa nayo kesho na kesho kutwa atakapokufungulia mashtaka, anayo yani anacho kiambatanisho, anayo proof ya kuonyesha kwamba yeye ndiye mmiliki halali wa lile jina la biashara na wewe umekuwa ukilitumia kwa manufaa yako. Kwa hiyo anaweza kuomba fidia na kwa kweli utajikuta katika matatizo. Ndio tumesema ya kwanza, ukisajili, ukirasimisha, wewe unakuwa unatambulika kisheria. Inakupa faida ya kutambulika kisheria na mamlaka za nchi. Lakini ziko faida nyingine bila shaka. Natamani uzimalize. Tumalize alafu mimi nianze na maswali yangu. Pia inasaidia kuweza kupata huduma za kibenki kwa urahisi. Sasa unaweza kupata, tuna benki lakini tuna taasisi za kifedha. Taasisi nyingine za kifedha ni microfinance au tunasema SACCOS na kadhalika. Kwa hiyo unaweza kupata huduma za kifedha kutoka benki au taasisi nyingine za kifedha kwa urahisi, kwa sababu biashara yako wewe imerasimishwa. Kwa sababu mfano unapoweka ile biashara unaweka mpaka na eneo unalofanyia biashara. Kwenye tini unaweka, ukisajili business name unaweka, na ukisajili kampuni unaweka. Kwa hiyo mamlaka inakufahamu. Au ukipata leseni, ndio maana mtu atakwambia tunataka hivi viambatanisho vyote, wanataka kuona hati ya mlipa kodi, wanataka kuona hati ya usajili, wanataka kuona leseni kama una leseni hai. Kwa hiyo hizi nyaraka zote zinakuonyesha kwamba wewe unapatikana sehemu gani. Kwa hiyo inakuwa rahisi wewe kuaminiwa na kupewa mkopo ambao utakusaidia kunyanyua biashara yako. Labda kwenye pointi hii niongelee utafiti ambao umefanywa na Watanzania. Kuna utafiti umefanywa na Watanzania. Ukiacha hizi tafiti ambazo nimezitoa, kuna utafiti umefanyika mwaka jana. Ndio. Unaonyesha? Umefanywa na Msangi na Kasambira. Anasema challenges of accessing loans by SMEs in Tanzania. Sawa, changamoto. Na utafiti huu uko kwenye jarida linaloitwa African Journal for Applied Research. Ni volume ya 11, issue namba 2. Sasa walipokuja kusema, yani changamoto, tuseme kwa Kiswahili sasa, zinazokabili SMEs ndio kwenye kupata mikopo. Moja ya sababu wamesema biashara nyingi hazijarasimishwa. Sasa nani anakupa mkopo wewe kwa sababu tu umekuja unasema mimi nina biashara yangu? Sasa biashara iko wapi? Ni nini proof ya biashara hiyo? Kwa hiyo unakuta watu wanapata shida ya kupata mikopo, na kwa sababu wanapata shida ya kupata mikopo wanashindwa kukua. Unaona? Ama atakuwa mtu binafsi au utakuwa taasisi au partnership au viwanda hivi vidogo vidogo. Kwa hiyo mtu atashindwa kukua. Kwa hiyo wakasema, na kwa sababu hakuna urasimishaji wa biashara, wakataja na sababu nyingine, at least nyingine wanasema, nyingine ni hakuna takwimu za mahesabu. Takwimu za mahesabu ni namna ulivyonunua na namna ulivyouza. Namna ulivyo sasa, baada ya kuuza umepata mapato na namna ulivyotumia. Kwa hiyo hizo taarifa hazipo. Kwanza unatunza taarifa zipi? Kwa sababu wewe haupo rasmi. Sasa unatunza taarifa gani? Lakini unaweza kukuta huyu mtu anafanya biashara na ya muda mrefu na inamuingizia kipato tu kikubwa, lakini akiulizwa kwamba labda tupe document fulani au tupe bank statement, hana.
Unaona? Kwa hiyo kwa hizo wakasema zinasababisha hizi taasisi sasa SMEs kukosa mikopo. Tumesema faida ya pili ni kupata huduma ya kifedha kwa urahisi. Lakini jambo jingine inakusaidia kwenye kuaminika. Watu wanakuamini. Pekee tumalizie faida nyingine. Okay, sawa. Nyingine unaweza kupata tenda za serikali. Ndio. Kwa sababu hizi tenda za serikali zinakwenda kwa taasisi kama makampuni, partnership au individual. Ninaweza nikajiunga nikaomba tenda labda ya kusupply kitu fulani. Lakini bila, kwa sababu ili ujisajili huo mfumo unataka nyaraka. Sasa kama huna zile nyaraka, maana yake huwezi kujisajili. Lakini nikijisajili na mimi ninaweza kupata tenda ya kusupply labda vitabu kwa shule za Dar es Salaam au mahali popote kutoka. Kwa hiyo ninaweza kupata tenda, mtu binafsi au taasisi kupata tenda za serikali. Unaona? Lakini pia unakuwa unapata ulinzi wa kisheria. Kuna jambo limetokea, sheria inaweza kuwa sehemu muhimu kama pale awali tulisema mtu anaweza kukuta una trading name, jina la biashara unalolitumia kwenye biashara yako, lakini halijasajiliwa, anaweza akakushtaki. Lakini sasa pia wewe unaweza kukuta una jina lako la biashara unalitumia, umelisajili, alafu ukalikuta mtu mwingine analitumia. Kwa hiyo unaweza kumshtaki kwa kutumia jina lako au logo yako, kwa sababu kule tunasajili pia na logo. Mfano mamlaka hizo za usajili nyingine kama tulivyosema, tunasajili lakini pia mwisho ndo tunaweza kusema unapata fursa za uwekezaji. Na hapa unaweza kuwekeza katika maeneo mbalimbali, labda viwanda vidogo vidogo. Kuna watu wengine wamejiwekeza, wanatengeneza, unakuta viatu vya ngozi, wanatengeneza mikanda ya ngozi hapa. Kwa hiyo kwenye viwanda hivi vidogo unapata fursa ya kuwekeza huko na mamlaka zinakutambua. Kwa hiyo unaweza sasa utaendelea na faida. Sasa hizo nyingine ndio utakuja sasa kupata kipato, mamlaka zitapata na zenyewe vipato na hivyo. Nafikiri kwa ufupi sasa hivi hizi takwimu zilinishtua sana, lakini tuulizane, mtu asiporasimisha biashara, taasisi, kuna nafasi ya kukua kampuni kubwa kutoka pale alipo wakati hajarasimisha? Inaweza kuwa kama sehemu ya hasara. Hebu tupe kidogo. Hiyo ni hasara kwa sababu kwanza unakuaje wakati haupo. Yaani kutokurasimisha maana yake wewe haupo. Hata kama utakuwa unafanya biashara. Nilipokuwa ninataja faida ya kupata mikopo kutoka benki na taasisi za kifedha, nilisema hiyo mikopo mtu binafsi au taasisi wanachukua kwa ajili ya kuwekeza na kuendelea, maana yake kukua. Sasa kama haujarasimisha, ukuaji haupo. Yani ni sawasawa na mtoto ambaye hajazaliwa. Unasema hivi mtoto ambaye hajazaliwa anaweza kukua? Hawezi kukua kwa sababu hayupo. Kwa uzoefu wako kurasimisha, kuna michakato ambayo pengine inaweza kuwa ni usumbufu kwa mfanyabiashara. Nini unaweza kushauri kwa mamlaka, na kwa nini unafikiri kukiwa na urahisi wa kuchakata hizi mambo utawasaidia wafanyabiashara wengi kuingia huko? Sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kama ulivyosema. Nafikiri changamoto kubwa inayofanya biashara nyingi zisirasimishwe, elimu ndogo ya umuhimu wa kurasimisha kwa biashara. Sasa mamlaka zinazohusika, iwe mamlaka ya kodi na mamlaka nyingine, ninahisi zinahitaji kutoa elimu zaidi. Lakini sasa kwa sasa tumehama kutoka kwenye huduma zile za wanasema paperwork, huduma za makaratasi, na kwenda kwenye huduma za mfumo tunaita e-government, yani huduma za kidijitali. Sasa hizi huduma za kidijitali, kwanza lazima tuseme kwa Watanzania hatujazizoea. Sio utamaduni wetu. Sisi unatoka hapa unachukua makaratasi kwenye paperwork, tuko vizuri. Lakini sasa sio sisi tu, ulimwengu umeshatoka kwenye makaratasi. Sasa kuna vitendea kazi. Nitatakiwa ili nitumie mtandao, nitatakiwa ama niwe na simu janja au niwe na laptop au desktop. Unaona? Sasa
hivi vifaa vinapatikana kwa watu wote? Labda nilitaka tu kuongeza takwimu moja ya mwaka 2024 imetoka kwenye utekelezaji wa bajeti. Hii ni ya serikali. Kwa hiyo kuna takwimu kutoka kwenye utekelezaji wa bajeti kwenda kwa hawa ambao tunawazungumza. Utekelezaji wa bajeti wa mwaka 2023 2024 wanasema kwa kila mwaka watu yani vijana milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira, lakini 200,000 vijana tu 200,000 ndio wanapata fursa za kuweza kuajiriwa ama serikalini ama kwenye taasisi binafsi, yani ndio wanaokwenda moja kwa moja kwenye tunasema ajira rasmi. Kwa hiyo wakasema hawa 800,000 wanaobaki wanaamua kujiingiza kwenye biashara sasa hizi za SMEs. Kwa hiyo unaona kwamba SMEs ukichukua ile tunasema ile labor force ya mwaka milioni 1 ukachukua, maana yake SMEs inabaki na 80%. Pengine kwa kuhitimisha hivi nikikwambia umshauri mfanyabiashara anayekutazama wewe, umekuwa content mzuri creator wa masuala haya ya biashara na ushauri wa kutosha pale kwenye mitandao ya kijamii, utamshauri nini kuhusiana na hiki ambacho kwa nakizungumza? Yes, sawa. Kwanza nitamwambia kama hajarasimisha biashara yake, airasimishe haraka iwezekanavyo. Kwa sababu gani? Tumetaja sababu nyingi ndio ambazo zipo, ambazo zinakuja kwake, faida ni kwake na kwa mamlaka. Uchumi wetu tumeshaona kwamba hii SMEs kwa mjibu wa takwimu zinachangia kwenye pato la taifa asilimia 35, lakini zilizo nyingi hazijarasimishwa. Maana yake kama zote zikirasimishwa, pato la taifa automatically litaongezeka. Kwa hiyo mimi nitamwambia atafute, lakini kama tulivyosema uoga ule mtu awali tulisema kwa nini wengi hawafanyi nini, hawarasimishi. Anasema nikirasimisha mimi nitaingia kwenye matatizo. Sasa mimi ninasema kurasimisha sio kuingia kwenye matatizo, bali kutokurasimisha ndio matatizo yenyewe, kwa sababu wakikuta anafanya biashara bila kurasimisha, si ndio mamlaka zina kuchukulia hatua. Lakini mimi ni waondoe hofu. Tutafute taarifa sahihi. Tatizo la Watanzania walio wengi hatuna taarifa sahihi. Mtu asiyejua anauliza kwa asiyejua. Asante sana mtazamaji. Kwa mujibu wa ripoti zile, kwa mujibu wa TICGL, lakini pia Tanzania Invest, vile TWCC na tafiti mbalimbali za uchumi zinaonyesha kwamba zaidi ya 60% mpaka 70% za SMEs nchini Tanzania haziko kwenye sekta rasmi. Sawa bwana, bado bwana, ziko sekta isiyo rasmi. Kwa menajiri hiyo utaona kabisa kuna kitu hapa hakiko sawa. Lakini ukiangalia kwa mujibu wa ripoti hizo, wanasema ni sehemu ambayo inaweza ikasababisha SMEs hao wasipate mikopo, uwekezaji wa fursa rasmi za biashara na vitu kama hivyo. Lakini nilipitia ripoti ya University of Dar es Salaam Reposition ambayo yenyewe ilionyesha kwamba ni kutoka hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambao wenyewe walifanya tafiti yao kwenye masuala ya biashara na kusema kwamba bwana, changamoto kubwa ambazo zinachangia haya yasijiri ni gharama za usajili, hofu ya kodi, ukosefu wa elimu ya biashara, lakini pia kuwepo na taratibu ndefu ambazo zinawachosha. Nikushukuru sana kwa wakati wote ulikuwa nami John Lawrence Mpokela. Natamani wakati mwingine kwenye kibiashara zaidi tukikutana, basi tuzungumze kwamba asilimia kubwa wameingia huko kwenye hiki ambacho data zimetuambia. Mpaka wakati mwingine, hii ni kibiashara zaidi. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.